Kristo, mpenzi mtazamaji wa television Tumaini. Karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kiongozi mlei ndani ya kanisa Katoliki kufahamu mambo mbalimbali, kujikumbusha au kuendelea kujifunza zaidi namna gani ya kuenenda katika kutenda kazi zako ukiwa kiongozi ndani ya kanisa. Na ninapokukaribisha, mimi ni Selina Joseph Matuja, niko pamoja na baba padri Padri Vitalis Kasembo, mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Baba, karibu. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na ninatumai basi wewe hapo ulipo tukukaribishe, tuanze kwa pamoja tukimkaribisha Mungu Roho Mtakatifu akawe pamoja nasi katika kipindi cha leo. Baba, karibu. Asante kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kila Maria kikao cha hekima, utuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji wa television Tumaini, karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo, ambapo mada ambayo tunaizungumzia ni karakana ya uongozi ambayo tunatembea nayo kwa mwaka huu 2025. Lakini mada ndogo ambayo tutajadili kwa leo, na tukiwa tunafahamu katika kanisa mwaka huu wa jubilei, mwaka mtakatifu, pia umeangukia kwenye uchaguzi wa viongozi mbalimbali ndani ya kanisa. Kipindi kilichopita tulikuwa na kina Veran hapa, kina Mali Veran, walitueleza kidogo namna ya kiongozi anavyotakiwa, kiongozi bora, na tulichukua mambo mawili tu baba padri. Hatukuwa na mambo mengi sana siku hiyo, lakini kwa leo bila shaka utatupitisha pia kwenye hizo sheria za kanisa namna gani na vitu kama hivyo. Karibu sana tuweze kuendelea katika mada hii ambayo inahusu uchaguzi. Asante sana ndugu mtangazaji, nawe mtazamaji wetu. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anaendelea kujalia pasipo mastahili yetu, na ni kwa upendo wa Mungu anatushirikisha utume. Kwa hiyo tunashirikishwa utume. Kwa hiyo uone umepandishwa hadhi, Mkristo mwenzangu, kwa kushirikishwa utume, kwa sababu unaposhirikishwa utume Mungu amekuheshimisha. Na kama Mungu amekuheshimisha, na wewe muheshimishe Mungu pia, ili utume wa kanisa uendelee kustawi na Mwenyezi Mungu aendelee kuinuliwa, na mwanadamu aendelee kutakatifuzwa kwa kazi kubwa na nzuri. Kwa hiyo somo letu tumekuwa tukiendelea kwa mwaka mzima ni karakana ya uongozi. Mnajua kana karakana tunaenda kufanya nini? Gari ikiwa bovu linapelekwa karakana. Au tuseme garage, au meza, sijui kiti, mlango, nini vikiwa vibovu vinapelekwa karakana. Kwa hiyo na sisi tunaenda karakana ya Yesu, ambapo tunaenda kuchongwa, tunaenda kupigwa ribiti, tunaenda kuchomelewa vizuri, ili basi tukitoke tunang'aa tukiwa safi, tayari kwa kuchapa kazi pia. Kwa hiyo tunaongea juu ya uongozi katika kanisa, na uongozi katika kanisa lengo lake ni kuwapeleka watu wa Mungu kwa Mungu. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho tunakumbusha. Sasa kwa muda huu, manake tunaanza uchaguzi mwezi kesho kutwa. Kwa kama tunaanza uchaguzi mwezi kesho kutwa, tuna wajibu kwanza kuratibisha ratiba ya uchaguzi. Ratiba ya uchaguzi. Sisi ratiba yetu iko vizuri kabisa ndani ya jimbo letu kuu la Dar es Salaam, ambapo muda si mrefu basi tutaweza kupelekewa ratiba hii ambayo ina mchanganuo wote mzuri kabisa, kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri. Nasema mwezi wa 7 hadi mwezi wa 8 ni kamati tendaji za vyama vya kitume, mashirika tungesema VMJ.
kwamba WAWATA, vijana, UWAKA, wazee na wastaafu. Vyama vinne hivyo, vinne tu ambao viko ngazi ya jumuiya pia. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 7 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 8, basi hiyo tutakuwa tunaongea pia juu ya vyama vya kitume. Halafu mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9 ni kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo. Kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo. Kwa hiyo tujipange vizuri ili tuweze kupata viongozi bora na si bora viongozi. Halafu mwezi Oktoba hapo tutakuwa na kamati tendaji za VMJ, tunasema vyama, mashirika na jumuiya katika ngazi za mitaa au kanda. Tukumbuke kwamba mitaa na kanda yote kanisa tunapokea tu au tunakubaliana pia. Kama parokiani kwako mmekuja na mfumo wa mitaa ni sawa. Kama parokiani kwako mmekuja na mfumo wa kanda ni sawa. Yote inakubalika pia. Kwa hiyo yote mtakaochagua au mnaoenda nayo ni sawa. Halafu mwezi Novemba ni kamati tendaji za vyama tuseme VMJ katika ngazi za vigango. Tunapokea zina vigango vingi pia. Kwa hiyo na kuna pokea ambazo hazina hata vigango. Kwa hiyo kwa zile ni vigango, basi muda huo ni muda wa uchaguzi pia katika vyama hivyo vya kitume. Halafu Novemba hiyo tunapokwenda kumalizia hizo wiki 2, basi ni kamati tendaji ngazi za vigango. Ngazi za vigango. Tukumbuke huku kote huku katekista haingii. Maana wakati mwingine tunamweka na katekista kwenye halmashauri. Katekista sio mwana halmashauri. Sio mwana halmashauri. Yeye anakaa upande wa kulia kwa watendaji. Tukumbuke kwamba utendaji uko namna hizi 2. Kuna upande wa kulia watendaji, upande wa kushoto washauri. Kwa katekista yeye ni mtendaji. Katekista, mlinzi, mpishi, sekretari, hao wote ni watendaji. Wapo parokiani kwa barua ya kuomba kazi, sio kwa kupigiwa kura. Wale ambao wote wanapigiwa kura wao wanaingia kwenye kundi la washauri. Kwa hiyo mnaosimamia uchaguzi mjipange vizuri. Makatekista sio wana halmashauri, wao ni watendaji wa baba paroko katika ngazi husika. Maana sehemu nyingine unakuta na katekista naye ameingia anapiga kura. Yeye mwenyewe hajui kama katiba inasemaje taratibu, na wana halmashauri nao hawajui mwongozo unasemaje. Kwa hiyo wakati mwingine basi wengine wanamweka na brother, tunaita buruda. Kwa hiyo hapo kuna mchanganyiko. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba tunapoongea juu ya uchaguzi katika kanisa ni wale tu ambao wamechaguliwa walei kwa njia ya kula wapo kwenye uongozi, na wapo mkono wa kushoto kwa maana ya washauri. Washauri. Halafu mwezi Disemba ni kamati tendaji, tungeweza kusema VMJ katika ngazi za parokia. VMJ katika ngazi za parokia. Na hili tunawakumbusha tu watu wengine wanafikiri Neocatechumenato ni chama cha kitume. Ni utume, sio chama cha kitume. Ni utume ambao hauingii kwenye mfumo huu. Hauingii kwenye mfumo kabisa. Hata utoto mtakatifu ni chama cha kitume lakini ni cha kipapa. Hakiingii huku kwenye utaratibu wetu. Kwa wale ni kwamba wanasimamiwa tu. Kwa sisi tunapoongea vyama vya kitume ni hivi vyote vya kawaida, ukiachia hiyo utoto mtakatifu, ukiachia Neocatechumenato ambapo ipo huko. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo tunawakumbusha. Kwa VMJ Disemba hiyo ngazi za parokia. Na tunaomba kabisa VMJ zinasimamiwa na kamati tendaji ya parokia. Kamati tendaji ya parokia. Na ikimpendeza baba paroko wanaweza wakasaidiwa pia na kamati ya uinjilishaji. Kamati ya uinjilishaji. Kamati ya uinjilishaji ni kamati ambao ni Wakristo ambao wengine wapo kwenye halmashauri, wengine hawapo, ambao Mungu amewajalia karama ya kufundisha na kuelekeza na kusaidia pia.
Kwa hiyo jimbo kuu la Dar es Salaam tulipewa ruhusa hiyo na wakubwa wetu kwamba tunaweza tukawatumia kamati ya uinjilishaji. Maana kamati tendaji hawatoshi. Kwa hiyo tunaongeza kwa sababu ya kuongezeko la watu katika jimbo katika jiji letu la Dar es Salaam, katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Majimbo mengine hataki kuwasemea. Hataki kuwasemea. Lakini mkitaka kuwa pamoja nasi kutuiga, nayo sio mbaya pia kujifunza mambo ya kuboresha kama wanaofanya wenzenu pia. Kwa hiyo tunaona Disemba ni vyama vya kitume katika ngazi hiyo ya parokia, ngazi ya parokia. Na tunapoongea vyama vya kitume katika ngazi ya parokia ni vinne tu ambavyo vinaanzia ngazi ya jumuiya. Maana yake tunaongea juu ya vijana, WAWATA, UWAKA, wazee na wastaafu. Au ndio wametoka safari kutoka jumuiya ndogo ndogo, wamekuja mitaa, kanda, wamekuja sijui Kigango mpaka ngazi ya parokia. Naona. Lakini kuna vyama vingine vya kitume ni parokiani tu. Kwa mfano tunaongea juu ya kwaya. Kwaya ziko 3 au 4. Maana yake hizo wanachagua viongozi 5 ambao wataingia, ambao huyo kiongozi au nani, maana yake tunapoongea hao ndio wanachagua na sasa kuona kwamba kamati tendaji ya parokia ya vyama vya kwaya inakuwa ndio hiyo kupitia hivyo vyama vya kitume pia hiyo. Kwa hiyo na kutoka hapo maana yake anatoka mwenyekiti mmoja wa kwaya ili kwenda kujiunga na wana halmashauri. Kwa mwezi wa 12 ndio kazi hiyo, kujiandaa ili yote yakae vizuri. Mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 3 2026 hiyo tutakuwa tunasimamia sasa kamati tendaji ngazi za parokia. Na sisi kama halmashauri ya leo jimbo tutawapa ratiba kuanzia parokia ya kwanza mpaka ile ya mwisho kabisa, ili basi kuweza kusimamia uchaguzi huo. Na tunasema kwamba kwa ile ambayo ni parokia teule bado inakuwa iko chini ya parokia kamili. Kwa hiyo hao ambao ni wa parokia kamili wao watasimamia pia hiyo ambao tunasema ni parokia teule, kwa sababu bado ni paroko huyo anaoangalia wao. Isipokuwa kama parokia teule imeshapewa paroko au padri wa kuwasimamia kama parokia teule, hao kama wapo na sio wengi, na kumbuka ni parokia Utete tu. Ilikuwa parokia teule na paroko akaenda kule. Akawa yupo kule. Kwa hiyo ndio sisi kama jimbo tunakwenda kusimamia. Lakini kama hayuko paroko ambaye ameenda kukaa kule moja kwa moja, maana yake bado yuko chini ya paroko huyu wa parokia parokia husika tuseme, parokia husika. Kwa hiyo sisi tutatoa ratiba ya parokia zote. Maana uchaguzi utakuwa ni Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili. Na tutatoa pia sala ya kuombea uchaguzi. Kwa tujiandae, tutatoa sala ya kuombea uchaguzi ili basi tuweze kujiandaa vizuri. Na ili tunawaomba kabisa kwamba kabla tujafika mwezi wa 7 tutakuwa na novena ya siku 9 kwa ajili ya kuombea uchaguzi. Ili uweze kwenda vizuri, uchaguzi wetu uweze kwenda vizuri. Na huko maparokiani manake tujiandae vizuri, kuhakikisha kwamba chaguzi tunazisimamia vizuri kwa weledi na kwa ubora. Kwa weledi na kwa ubora. Na halmashauri ya leo jimbo tunaandaa sasa mwongozo mzuri ambao tutakuwa tunautumia, manake na nyinyi katika kusimamia basi mwongozo huu utaweza kutufaa. Kila mmoja kukaa na katabu haka basi kataweza kusaidia kuhakikisha kwamba tunaweza kwenda tu vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kualika kuona kwamba mwezi wa kwanza hadi wa 3 ni uchaguzi ngazi ya parokia, ngazi ya parokia. Kimsingi wale ambao tunasema parokia ilikuwa teule au kigango, wapo viongozi ambao walikuwa ngazi ya kigango na sasa wamekuwa ngazi ya jimbo. Kwa kuwa tunajiandaa kuingia mwaka uchaguzi, ndio maana tukasema zile ambazo baba askofu amezinua hivi karibuni, hatuna sababu ya sisi kwenda kuwasimamia uongozi kwa sababu walikuwa ngazi ya kigango au walikuwa ngazi ya parokia teule. Kwa ndio maana hao wanaendelea. Hao wanaendelea.
ila atakapokuja kwenye uchaguzi basi manake tutaingia kwenye utaratibu. Na ndio maana kwa mwaka huu au mwaka jana ambao umeisha hatukuhangaika sana na hao ambao zilikuwa vigango, sasa vimekuwa parokia. Zilikuwa parokia teule, sasa zimekuwa vigango. Kuja kwenye vikao vya halmashauri, tunapaswa kuwasimamia na kuidhinisha, na tunapeleka ripoti ofisini kwetu kwamba hawa tumewasimamia na uongozi ni huu na wameapishwa. Maana unakuta kuna parokia ilikuwa teule au kilikuwa kigango, basi maana hao wamenyenyuka, hawajaapishwa popote kuhudhuria halmashauri ya walei jimbo. Kwa hiyo kwa mwaka jana, mwaka huu basi tuliacha kwa hekima hiyo. Lakini tunapofika napompendeza Mwenyezi Mungu, tutakapofika Januari, basi tutakuwa tumeshatoa hiyo ratiba ambayo itakwenda mpaka tunamaliza ngazi ya jimbo. Kwa hiyo sasa mwezi wa kwanza hadi wa 3 itakuwa ni parokia uchaguzi. Halafu mwezi wa 4 ni VMJ ngazi za dekania. VMJ vyama, mashirika na jumuiya ngazi za dekania. Kwa hiyo vyama vya kitume ngazi za dekania. Sasa huko kwenye ngazi ya dekania ni jimbo, lakini pamoja na kamati tendaji ya dekania. Kiongoza pia na dekano pia. Na sitakuwepo mkuratibisha kuona mambo yanakwenda vizuri. Halafu ngazi baada ya hapo tutaenda kamati tendaji za dekania mwezi huo wa 4. Hapo sasa dekano pia ndio anasimamia hapo vizuri, naona. Halafu baada ya hapo mwezi wa 5 kimpendeza Mungu tena ni VMJ ngazi ya jimbo. Maana hapo ndio shughuli sasa. Paka sasa tuna mwaka mmoja. Kwa hiyo wale vyama vya kitume waendelee kujiandaa vizuri ili tuweze kwenda vizuri. Na ili tunakumbusha kwa jimbo letu kuu la Dar es Salaam, kwa vile vyama vya kitume ngazi ya jimbo ambao viongozi wao wamehamia Bagamoyo, dekania za Bagamoyo, manake waandae uchaguzi haraka iwezekanavyo ili basi ule mtiririko wa utendaji uweze kwenda vizuri. Mpaka sasa manake tuna mwaka mzima ambao tunaenda mpaka mwezi wa 5 mwaka ujao pia. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha vyama vya kitume ambavyo kama ni kiongozi amehamia jimbo la Bagamoyo, basi manake kamati tendaji muweze kuandaa uchaguzi huo ili basi tuweze kusimamia uchaguzi mdogo ili kujaza nafasi za wale ambao basi wamehamia jimbo la Bagamoyo. Lakini kanisa ni hili moja takatifu Katoliki. Labda hapa wao kama wamehamia huko, yani utaratibu ukoje? Wanatakiwa kuanza mchakato baada ya muda gani? Labda wiki mbili. Kwa kawaida tungeweza kusema kwa maneno mengine baada ya baba askofu kusimikwa Jumapili. Manake ni ndani ya siku 90. Manake kabla hajasimikwa ilikuwa kama bado haijakaa vizuri huku. Sasa kwa kuwa ameshasimikwa na dekania zimeshatangazwa za jimbo la Bagamoyo, manake wewe sasa ni wa Bagamoyo na dekania yako. Kwa utaanza moja huko uliko. Kama uchaguzi utafanyika Bagamoyo, haya. Kwa hiyo kwa upande wa Dar es Salaam wale ambao wako nasema kwamba na magepo hayo, basi uchaguzi uweze kuitishwa haraka basi kuweza kusema. Maka tuna mwaka mzima wa kazi. Mpaka mwezi wa 5 mwaka ujao. Sasa ukisema tupo tu utakuwa unatembea kama kilema. Nafasi nyingine haina mtu. Tuna mwaka mzima kuanzia sasa pia. Na tumeona sasa kwamba umetuelekeza mpaka ratiba inatuonyesha mpaka tutaenda hadi tutafika mwakani. Ni mpaka mwaka kesho. Uchaguzi ni mwaka mzima. Tukianza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 6 mwaka ujao. Ndio kanuni jinsi ilivyo na utaratibu. Na utaratibu huu umegawanywa katika makundi mangapi labda? Au ni kwa kadi tu jinsi ambavyo? Maana yake tunaanzia ngazi ya jumuiya mpaka tunafika ngazi ya taifa. Maana yake hapa bado niko ngazi ya jimbo vyama vya kitume. Mwezi wa 4 kuna vyama vya kitume, alafu mwezi huo wa 4 tunaumalizia kwa kamati tendaji za vyama vya kitume ngazi ya dekania. Naona ngazi ya dekania mwezi wa 4. Maana tumeanza mwezi wa 4 huo tuna vyama vya kitume,
vyenyewe katika dekania. Alafu mwezi wa 4 tunapomalizia kamati tendaji za dekania. Bali tunasema kwa mfano dekania Thomas More, unaona hivyo yani. Kwa maana hiyo katika uongozi wao utakuwa unatofautiana kwa vipindi vya uongozi, au itakuwa sawa tu kama kiongozi miaka yako 2 basi? Yani kama anachaguliwa hapa manake anatembea mwaka mmoja, manake hiyo kipindi kimeisha cha kwanza. Kwa hiyo atakuwa amebakiza vipindi vile vya miaka mitatu kama atakuwa anachaguliwa. Maana sisi uhudumu miezi 3, uhudumu wiki moja, unaingia kwenye uchaguzi, manake kipindi kimeisha cha kwanza. Unakuwa umebakiza raundi 2 kama utachagua cha miaka 3 pia. Unaona kwa hiyo haya tumtazame huyu na kurudisha nyuma kidogo, maana kuna baadhi ya watu pengine wanaweza wakajiuliza. Umesema katika watendaji kuna wale ambao watendaji na wengine washauri, lakini vipi pale kwenye parokia pengine unakuta wana changamoto hizi za viongozi, labda hawa mmoja labda hajafunga ndoa, mwingine ana ndoa, mwingine amefunga ndoa lakini ni ndoa ya mseto, unaona, na vitu kama hivyo. Vipi hawa wakiwaza wakasema kwa nini tusimchukue huyu katekista, mbona mfano mzuri kidogo, au huyu brother, kuna mapadi wengine wanakuwa ni paroko tu msaidizi na wao nikajumuia kapo karibu. Vipi hawa wakiweza kuwachukua wakasema labda huyu atakuwa mwenyekiti kwa sababu na sisi tuko mlemle? Sasa kwenye kanisa Katoliki ina mihimili 3. Muhimili wa kwanza ni hierarchia. Kwa hiyo hierarchia ni kama kwa maneno mengine nabebwa pia na watu waliojiweka maisha wakfu. Mabrother, masista hawako kwenye hierarchia, lakini wametengwa kwa maisha wakfu. Kwa wao wanakaa katika kundi hilo la upande wa baba paroko. Kwa hiyo kama wanakaa kundi la upande wa baba paroko, manake wao ni walezi. Kwa akiwepo brother, akiwepo sister, hata kama ndio sister ndo anaanza, ni katika kundi la ulezi. Brother ndo anaanza kwenye kundi la ulezi pia. Unaona? Katekista naye tunasema ni kundi la ulezi pia, kwa sababu yuko hapo akihudumu pia. Kwa hiyo ndio iko namna hiyo pia. Kwa hata kama kajumuia kadogo, hawa wanabaki kama nafasi ya walezi. Muhimili wa pili ni neno la Mungu, muhimili wa 3 ni mapokeo matakatifu. Kwa hiyo ile ya hierarchia ndio tunakumbusha kwa Wakristo kwamba hierarchia ndio ipo, imewekwa kanisa Katoliki kwa ajili ya kutuongoza pia sisi. Kwa hiyo na ndio maana tunasema kwamba katika tunasema mchoro wa hierarchia tunanyosha mikono hivi kwamba walio upande wa kulia ni watendaji, walio upande wa kushoto ni washauri. Unaona, na hiyo inaanza ngazi ya baba mtakatifu, inakuja ngazi ya askofu, inakuja ngazi ya paroko, ni ngazi 3 tu. Kwa hiyo kwa mfano kwa baba paroko shemasi anaingia kwenye kundi. Baada ya paroko ni yeye wakati mwingine. Maana tunasema paroko ni taasisi. Paroko kuna paroko msaidizi pale. Kwa kama hawapo anawezekana akawekwa shemasi kwa uangalizi kidogo kwa muda pia. Kwamba kuangalia baadhi ya mambo. Kwa hiyo naye anakuwa na washauri. Alafu kushoto watendaji. Manake ni hatua katika kanisa pia. Naona. Haya, tumeona uchaguzi ambao unaangukia kwa mwaka huu na ni mwezi wa 7. Kuna labda kampeni ambazo zinaweza kuanza kufanyika ili labda kwenye hizo maeneo yao wale watu ambao wanapenda kuchaguliwa au yani utaratibu ukoje hapo? Ya kwanza niseme mambo mawili asilani ambayo mwongozo wetu unatukataza. Mwongozo wetu unatukataza. Unatukataza viongozi kufanya siasa kanisani. Yaani kufanya siasa kanisani kwa maana ya unasema unaitisha waandishi wa habari labda kufanya kitu fulani. Yaani kama unaofanya wanasiasa pia. Jamani kuna hiki na hiki, kuna mtu anataka achukue fomu afanye hivi, hiyo hapana. Lakini tunasema wasifanye mambo ya kidunia ambayo tunasema mambo ya kidunia kuna kulipa watu rushwa.
naona jamani mimi nawapa rushwa ili mnichague. Au tunasema ya kidunia, anafanya ushirikina pia ili achaguliwe. Wapo watu akili zao zinawatosha wenyewe. Yaani anachowaza ndicho kilichomfikisha hapa, kwa sababu bwana, kwa sababu kuna mradi wa ujenzi hapa kanisani. Na mimi nina duka la vifaa vya ujenzi. Ili niweze kufanya vizuri, najua ujenzi hautaisha mwaka mmoja. Utaenda mpaka miaka 2, 3, 4. Kwa ndani ya miaka 2, 3, 4 watoto wangu ambao wanasoma, nafikiri mambo yao yatakuwa mazuri, kwamba nitauza nondo, nitauza simenti, nitauza mabati, nitauza hiki na hiki. Kwa hiyo anapambana aingie kwenye nafasi kule, na ashawishi kwamba jamani, dukani kwangu mimi na hivyo vifaa, tuchukue tu, mtanilipa baadaye. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kuwaza hivyo. Sasa ataingiaje na haoni nafasi? Kwa hiyo inabidi akapulize kidogo namna fulani anavyowaza yeye. Sasa kanisa Katoliki hatuna hayo. Wewe unaingia kwa kuingia. Tena kanisa Katoliki ni kwamba unachagulia mtu wa kawaida tu. Na ili tuwahimize kwamba hatumchagui mtu kwa sababu ana hela. Hatumchagui mtu kwa sababu amesoma sana. Hapana. Ni kwamba kadri Roho Mtakatifu atakapokuwa amemuongoza mtu, basi anachaguliwa. Kwa hiyo unaweza ukachaguliwa pamoja na kwamba una hela yako, ukachaguliwa. Unaweza kuwa umesoma vizuri, unaweza ukachaguliwa. Lakini pia labda baba hapo ni kukatishe. Tuende kwanza kwenye mapumziko mafupi, tutakaporejea nadhani utatupitisha pia kwenye hizi sifa za kiongozi. Ili kila mmoja aweze kufahamu. Kama tumeona tayari huwezi kwenda kujifanyia kampeni, hiyo kanuni na sheria zinakukataza. Basi tupate mapumziko. Na mpenzi mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tunaendelea. Kumbuka tu unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze. Mada tunayozungumzia ni uchaguzi ndani ya kanisa Katoliki, na ni neema sana baba, kwa maana hata mwaka huu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakuwa na uchaguzi mkuu. Lakini sisi tunaozungumzia ni uchaguzi ndani ya kanisa. Tulifika kwenye kipengele cha mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4, ambapo tulikuwa tunaangalia pia ni uchaguzi wa namna gani. Na pia nikakukatisha ili tuone kwamba mtu anaweza kufanya kampeni ili apate kuchaguliwa, si ndio? Najibu kwamba hapana, hakuna kampeni. Kwa hiyo tunasisitiza kwa nguvu zote, kanisa Katoliki hakuna kampeni, wala hakuna mambo ya kisiasa, wala hakuna mambo ya kidunia. Sasa mambo ya Kiswahili hatuna. Tukigundua kwamba mtu yuko katika hali hiyo, kwa kweli jina lako tunaliweka pembeni. Na hili tunapoingia kwenye uchaguzi tutanyosha maneno vizuri. Ndio kazi yetu, kukuelewesha, kuona kwamba tunahitaji kupata viongozi wema, bora, viongozi bora, si bora viongozi wacha Mungu. Mtaona, mtashuhudia wenyewe, hata mpaka sasa hivi unakuta jumuiya yako, parokia yako haina mchangamko sana, kwa sababu yule ambaye umemchagua alifanya kampeni. Kwa hiyo yuko pale kutimiza yale matakwa yake au yale alikuwa anayataka. Sasa hiyo haiendi. Huko kwingine hatutaki kuingilia. Lakini huku kwetu hakuna kampeni, hakuna mambo ya kisiasa. Maana tunapoongea mambo ya kisiasa, ile kwamba utapitishwa, mnaenda kuchukua fomu, maana ndio mambo ya kisiasa yanavyokuwa. Una fomu unachukua siji za nini, siji za ngazi gani, tunazipitia kamati kuu au tunarudisha jamani, hapana. Hii ni uchaguzi, kula zinapigwa hapo basi. Lakini pia ili tuendelee kuwakumbusha watu wetu, inawezekana kabisa umepita kwa kula 100%. Lakini sifa ya kuongoza huna pale. Yani manake, kwa sababu inaitwa sababu ya kichungaji. Mimi baba paroko nakufahamu kabisa. Wewe una 1, 2, 3, 4, 5. Sasa na waumini tujiandae kwamba kwa kuwa paroko ndio msimamizi wa kichungaji hapo, na sababu za kichungaji, akikwambieni huyu hapana, atapewa kazi nyingine, tupokee. Kwa sababu hatufanyi tu kazi kiolela. Kazi za kanisa ziko na mpangilio, zimenyoka hivi, kwa utaratibu maalum, kwa mfumo maalum. Kwa hiyo hauji tu kwamba nimepitisha kwa kula zote. Na nyinyi mnaweza kusema kwamba kwa sababu paroko ana jicho la kichungaji kubwa kabisa,
Sasa nyinyi mna jicho la kitume kama walei. Sasa yeye kwa jicho la kichungaji anaangalia kwa upande, yani yuko juu. Kwa hiyo anapotoa maelekezo haya mjue kwamba ni kwa nia njema. Ni kwa nia njema. Sasa tumwambie tu mtazamaji namba za kupiga au kutuma ujumbe wako mfupi zinapita hapo kwenye runinga yako. Kwa hivyo utachukua, tuandikie swali kama unalo, na wakati baba anaendelea kutufahamisha kwa mwezi huo wa 4. Mwezi wa 5 sasa mwanzoni ni kamati tendaji za vyama vya kitume ngazi ya jimbo. Na ndio nilikuwa naelezea kwamba wale waliohamia Bagamoyo basi mliobaki Dar es Salaam ufanyike mkutano wa dharura ili basi kuweza kujaza. Na upande wa wanaume wa Katoliki tarehe 10 watafanya parokia yetu ya Mburahati Jumamosi hiyo. Kwa hiyo usipange kukosa wanaume wa Katoliki. Parokia zote mfike ili basi tuweze kujaza nafasi hiyo ya katibu na katibu msaidizi pia, ili tuweze kwenda mbele vizuri pia. Na vyama vingine ambavyo viongozi wao wameenda kule basi mtatuambia tarehe. Kwa hiyo tunasubiri nyinyi mtuambie tarehe kwamba ni lini, basi tunakuja kujaziza tu na mambo yanakwenda vizuri. Na mambo yanakwenda vizuri. Kumbe ndivyo hivyo. Kwa hiyo mwezi wa 5 mwishoni hapo basi kutakuwa na uchaguzi wa kamati tendaji ngazi ya jimbo. Ngazi ya jimbo. Kwa hiyo tunaomba mjiandae vizuri kiroho na kuchapa kazi ya Mungu, kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu. Mungu ametushirikisha kazi. Kama ametushirikisha kazi tufanye kwa bidii kabisa. Na baba askofu anatuambia tuthubutu, tuchachalike kweli kweli kufanya kazi ya Mungu. Kuna mwingine huenda ndio kwanza anafungua televisheni yake. Labda tungependa kufahamu hiyo siku ya uchaguzi, muumini kama mimi natoka tu nyumbani naenda naingia kwenye sehemu hiyo ambapo tumeandaa uchaguzi, nasubiria kuchaguliwa, au tayari kuna kuwa na majina yaliyopendekezwa tayari? Hapana, hiyo hakuna hiyo. Maana yake unapotoka nyumbani kwako na rozari yako na miguu yako na moyo wako na nini, unakuja kama ulivyo tu. Basi ukishafika hapo basi, na utaratibu wa kula upo ni kwamba inapaswa imeshazidi nusu. Naona lakini kama nusu ya wote ambao wamefika, wajumbe wote mlioingia kwenye ndio. Naona sasa kwa uchaguzi jinsi unaofanyika, maana yake atakayeshinda ni yule aliyefika nusu ongeza na inaofuata. Hata hiyo imeongezeka moja. Kama tuko 20 alipata kula 10 ongeza moja, maana yake anakuwa ameshinda pia. Na mwenzie kama na 10, maana yake huyo aliyepata 11 anakuwa ameshinda pia. Na kama nilivyokuwa nasema mwanzo, padi ni msimamizi wa uchaguzi wa ndani. Kwa naye atakuwepo pale meza kuu pale. Mwingine anasema sasa mbona nafasi yuko hapo? Yaani yeye ndio msimamizi mkuu, manake akishachaguliwa mtu tunamuuliza, uko tayari kufanya kazi na huyu? Kama akisema siko tayari, basi tunabadilisha jina. Na wewe tayari. Kama paroko akisema hayuko tayari kufanya kazi na wewe, uwe na amani tu, usiogope, kwa sababu Mungu wetu ni huyu tunayemhudumia, tunayemtumikia. Na zaidi kanisani, zaidi tunatoa muda wetu, gharama zetu na maisha yetu kwa ajili ya kumtumikia Mungu ili tuweze kwenda mbinguni. Kwa hayupo mtu ili afanye kazi na apewe mshahara. Tulipata malalamiko mahali fulani kwamba kamati tendaji walikuwa wanajilipa. Hiyo haipo ndani ya kanisa Katoliki. Huo sio utume. Hiyo ni kazi, hiyo ni ajira. Wanaolipa parokiani makatekista, sijui nani, wale walioajiliwa. Lakini kama vyama vya wale ambao ni viongozi wa kuchaguliwa, hakuna malipo wala posho yoyote. Tunamtumikia Mungu, tunaendelea na shughuli zetu pia. Naona. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho kwa tunaeleza. Kwa hiyo tunapoongea juu ya uongozi sasa, pamoja na yote tunasema kiongozi lazima uonyeshe uwajibikaji. Uwajibikaji katika kufanya kazi ya Mungu. Maana yake tunaongea kuweka alama nzuri. Maana watu hawajibiki. Katika nyakati hizi watu wanalipwa tu kazi. Yaani anapenda aitwe kiongozi, lakini ule uwajibikaji wa moja kwa moja, na tunapoongea uwajibikaji, maana likitokea kutokea wewe ndio ujibu pia. Lakini pia tunapoongea juu ya uwajibikaji, maana yake kujua kwamba nini kinaendelea. Lakini wapo baadhi ya viongozi ambao paka paroko amkumbushe, jamani, mbona hatujafanya kikao? Hivi kuna kikao kweli? Katiba kwani inasemaje? Kila mwezi kamati tendaji lazima wakae kikao. Sasa unakuta katibu yani amerelax tu, yupo kama hayupo. Paroko ndio anauliza, jamani, kikao kipo hakipo? Ndio anajikusanya kikao kipo.
basi hivyo maana yake tunaongea katibu hajawajibika vizuri. Maana katibu lazima weke kalenda ya mwaka mzima. Na usema ya mwaka mzima manake kila mwezi tarehe ifahamike ya uchaguzi ya kikao. Naona. Kwa hivyo ndivyo tunawakumbusha katika ngazi za parokia pia, hata ngazi za jumuiya ndogo ndogo. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba kuna vile vikao ambao tunafanya kila baada ya miezi miwili, na kile ambao tunafanya kila baada ya mwezi kama tendaji ya jumuiya pia. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba kama viongozi kuhakikisha kwamba tunawajibika. Uwajibikaji maana yake tunaongea juu ya uwajibikaji. Lakini jambo lingine la uongozi katika kanisa, tunaongea juu ya utendaji bora. Inawezekana kweli unawajibika, lakini tunaona kazi yako haivutii. Kazi yako haina mashiko. Unaandika minutes hovyo hovyo, tukianza kusoma hazieleweki. Kweli umewajibika, lakini tukiona ile kazi mbona haina ubora? Haina ubora. Yani umefanya kazi tena sio kwa kulipua, iko chini ya kiwango. Sasa kiongozi wa mtindo huu ama mawili, ama uombe msaada kufanya mabadiliko, au uongeze bidii kazi yako iwe bora. Tunataka kazi bora ambayo hata mtu akiona anaona kwa hizi minutes zimeandikwa na mtu ambaye akili nafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba mtu awajibike, lakini pia kazi yake iwe bora. Lakini jambo lingine ambalo tunasisitiza zaidi ya kuwajibika na kuwa bora, tunataka kiongozi uwe unapatikana. Tunasema kupatikana sio siku zote unashinda kanisani. Hapana. Hata kama unaenda kazini, kuna ile kupatikana kwa simu, baba paroko mnaendeleaje huko? Ni kwa sababu wewe ni kamati tendaji, ndio maana lazima upatikane. Kwa wale ambao wana nafasi zao, basi. Sasa sio kupatikana kanisani ndio na wewe chai ya upo, chakula cha mchana kwa paroko upo, chakula cha jioni upo, kwenye bia upo. Tunasema unakuepo kanisani, ofisini pale kuna kuweka sawa. Naona na hili tunawakumbusha katika kuwajibika, kuhakikisha kwamba tunaweka kumbukumbu sahihi. Kwa paroko kuna kumbukumbu zimejaa na mafaili, lakini pia kamati tendaji wale ambao ofisi zipo, basi kuhakikisha wanaweka kumbukumbu vizuri. Faili la mwenyekiti, faili la makamu mwenyekiti, faili la katibu msaidizi, faili la mhazini, faili la vyama vya kitume vyote, faili la kamati zisizo za kikatiba. Naona kwa hayo mafaili yote, kila barua mkiandika maana inawekwa sehemu husika, pia inawekwa na serial number pia. Kwa ndio namna yetu ya kuwajibika. Parokia itakapokuwa na sherekea miaka 25 mnapakulifaa kumbukumbu. Naona. Lakini msipoandika mtakuwa mnaulizana tu, hivi kilitokea nini? Hivi viongozi kwa kina nani? Karatasi zote hazipo, zishachano au hazikuwekwa kumbukumbu vizuri. Kwa hiyo tunakumbusha kwamba viongozi ambao mpo sasa hivi msiwe mmelewa madaraka. Maana wengine wapo kama wapo. Mwingine ndio anamalizia miaka yake 9. Yaani amesinzia kama sio yeye. Yaani yupo kama hayupo. Na anasema kwamba bora mdangu tu uishe mimi niondoke. Lakini ujue kwamba kanisa ni letu sote. Kwamba hata bila wewe kanisa linaweza kaenda, lakini ujue tu kwamba tunawajibika kama ni Mkristo Mkatoliki kufanya kazi ya Mungu pia. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo tunawakumbusha. Kuna mtazamaji hapa anasema katika uchaguzi kanisa yaani zile kura huwa ni za wazi au ni za siri? Kura ni za wazi. Na ndio maana tumesema kura ni za wazi. Hata kama tukakuhesabia umepata kura 100. Yaani umeshinda 100 kwa 100. Baba paroko wanatumia kunyosha mkono au kuandika? Hapana. Zipo hizo za kusema kunyosha mkono au kuita majina, lakini kwa uzoefu tumeona kwamba mtu ananyosha mkono anasema tuwateue watatu tuwapigie kula. Hapana. Kwa kawaida ushauri wangu kwa uzoefu wangu ni kwamba ukishaingiza hivyo tayari ishakuwa kama kampeni. Kwamba zipigwe zote tu mwanzo hivyo vuruvuru, wengine kula moja, wengine kula 2, tutachekecha tu. Maana ndio tumekuja kwa kazi hiyo pia. Naona zile kwa wazi tu hapo mezani. Hata kama umepata kula 100, baba wako anasema siwezi kufanya kazi nawe. Hapana, basi unasema jina liweko pembeni. Tunaanza tena moja kwa nafasi hiyo pia. Ila mle katika kile chumba wewe mwenyewe unajipendekeza, unatoka mbele unasema mimi ninataka mwenyekiti, au watu wenyewe wakikutazama waseme sasa kula ndio zitasema. Maana kwenye kula tunaona jina lako zimeendaenda naona naenda tu vizuri. Kwa hiyo ndio tunatembea nayo hiyo. Na sisi Jimbo Kuu la Dar es Salaam mwongozo wetu tuna form kabisa. Yaani ukishamaliza kupiga kula kwanza kuna fomu hapa
taarifa za kiongozi. Maana wapo viongozi ambao amefunga ndoa serikali. Na kwenye mkono tunamwona na pete, lakini hajafunga ndoa Katolika kama sakramenti. Maana ana kizuizi huyo. Sasa sisi watu hatujui, tunajua tu amefunga ndoa, mke wake amehamia eneo hili, amepanga nyumba hiyo. Unaona mzee anafanya kazi vizuri, anakuja na plado, anaondoka na plado, anafanya kazi taasisi fulani, ni Mkristo mzuri na hajajieleza kwamba hivi ni mke wako nani, amefunga ndoa serikalini au ni Mkristo Mkatoliki yeye na mke wake vizuri tu. Yeye amefunga ndoa serikalini, hajafunga ndoa ya sakramenti. Kwa hiyo iko fomu hapa ya kuthibitisha mambo yako, ulizaliwa lini, ulibatizwa lini, komunio ya kwanza, kipaimara, je una sakramenti ya ndoa, je ndapo ndio, ulifungia wapi, jina mume, mpaka cheti cha ndoa andike. Mwongozo wetu unatueleza. Halafu kuna kiapo hapa, unaona. Kwa hiyo halafu baada ya hapo kuna fomu hii hapa ya kujaza, umepata kula ngapi, na maoni yako, maoni ya msimamizi, maoni ya paroko. Hapa hii hapa iko kwenye mwongozo wetu wa uchaguzi. Kwa hiyo unaona kama baba paroko hajalizika, basi tunarudia tena idadi ya wapiga kura, na hii ripoti inakwenda ofisini mjini pia. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho tunawakumbusha. Kwa hiyo tunapenda kwenye uchaguzi lazima tujiandae kiroho pia, na ndio maana tunasema chaguzi zote lazima tuanze na novena ya Roho Mtakatifu kwa siku 9. Kwa mfano mwezi huu wa 7 tutaanza kwa pamoja siku 9 kabla, ili tunapoingia tarehe 1 basi tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa tuko vizuri. Na hata maparokiani tunawaomba kuwa na novena ya siku 9 kwa viongozi. Kwa viongozi kama mtasali parokiani kwa misa au mtafanyaje, mnakaweza kupanga ili tupate viongozi bora. Tunataka mwaka huu tuvunje rekodi iwe haijawahi kutokea tangu dunia iumbwe, uongozi ambao tutakaoenda kupata pia. Tusingependa tupate viongozi wapo tu, hapana. Maana unakuta kiongozi kama gunia la misumari, yaani ukilibeba linakuchoma, au viongozi kama mawe. Ukitakapoliweka umeliweka mpaka mwaka utakapokuja, mpaka mwaka mwingine. Kwa hiyo tunakumbusha, nataka viongozi bora mwaka huu, na tunamwomba Mungu Roho Mtakatifu atusimamie. Utaona tu mambo yatakavyokwenda. Na wewe sasa jipange vizuri. Tusingependa kuona mabarua yanaandikwa eti tunapinga uongozi sijui nini. Hapana, tumejipanga vizuri na tuko vizuri, na tunamwomba Mungu Roho Mtakatifu atusimamie, atuonyeshe yanaonekana na yasiyoonekana, ili basi tuweze kupata viongozi bora, wawasaidie mapadri ili tuchape kazi kwa kwenda mbele. Unajua tunaparokia 10 na ngapi? 16 tungesema 17 zimeenda Bagamoyo. Kwa hiyo tuna hivi kidogo. Kwa maana lazima tuchape kazi kurudisha lile pengo lile, ili mambo, kwa sababu mahitaji yako vile vile. Na hii tunaongea habari ya tegemeza jimbo, habari ya utume wetu kama wana halmashauri wa lei. Maana dekania moja imeondoka. Sasa tunafanyaje kwa utaratibu? Maana lazima tufanye kazi ya ziada ili kukava lile pengo. Kuna mmoja pengine tunaweza tukamtazama yeye, anasema mbona siku hizi kura zingine zinabadilishwa, yaani pale na baba paroko, hiyo ni sawa? Kwa kweli hakuna sababu ya kubadilisha kwamba nani ashinde nani asishinde, kwa sababu kama baba paroko hamtaki mtu fulani, basi wala haina haja ya kubadilisha. Labda tu hata wasimamizi wamekwenda kusimamia hawana uelewa jambo hili pia. Kama sikutaki na naona kama unapiga kwa, sinasema kwamba hili jina hapana, hebu lisimamishwe, kwa sababu katiba pia inatuambia kwamba lazima aidhinishwe na baba paroko. Tasoma kifungu hicho. Kifungu nasema uchaguzi ukurasa wa 7, wewe ambaye upo popote, 427, awe anakubalika na uongozi hierarkia ya kanisa. Kwa paroko wala hana haja ya kuogopa kwamba mbona huyu jamaa kula zinaenda nyingi itakuwaje? Tawaambiaje sasa wananchi? Hapana. Yeye ana uhuru wote na yuko hapo kimamlaka kwamba kweli huyu mmempigia kula, lakini hili jina naomba litoke, litapewa huyu mtu, atapewa kazi nyingine. Tumempenda kweli, tunamchagua, lakini kwa maelekezo yangu mimi kama baba paroko kulingana na katiba nasema awe anakubalika. Sasa ukubaliki ndani ya nani? Ya uongozi au ndani ya kamati ndani ya baba paroko, na sio kwa sababu yake binafsi, kwa maslahi mapana ya kanisa. Ingaje wewe unaona kwamba unafaa na nyinyi wao unaona kama anafaa, lakini yeye anaona kwamba kwa hakuna haja ya kuzibadilisha pale, hii sijui kaenda huko, amna. Na sisi katika ngazi ya jimbo
timu yetu ya uinjilishaji tumeshawapanga na tunawaeleza vizuri kwamba nyinyi mnamsikiliza baba paroko. Kama akisema hapana, basi jina linakaa pembeni. Tunaanza moja. Ndio kazi tuliopewa pia. Na maana yake watakaopita tutamuuliza uko tayari kufanya nao kazi? Kama yuko tayari kufanya nao kazi, tunaanza moja tena. Ndio. Kuna maswali yako mengi huyu nadhani tunaweza. Wao wanasema wanatoka na parokia gani na paroko wao ni nani? Wewe unasema nini kinafanyika kama kiongozi amechaguliwa na waamini wanaona aliyechagulia vigezo havikidhi. Lakini baba paroko anasema sawa. Wakati mwingine unajua akili ni nywele. Kuna maparoko wengine hawataki mambo mengi. Basi anasema basi sawa tutafanya naye. Na mwingine anasema yote atakayechagua nafanya naye kazi. Lakini sisi uzoefu mdogo tulionao ni kwamba lazima upate cream. Hatuchagui tu viongozi, na tumeona waumini wakati mwingine hawajui watu vizuri. Yale anamjua tu juu kwa undani hamjui. Na paroko labda ya paroko mgeni. Yaani ana mwaka mmoja tu parokia hiyo. Lakini kama paroko ana uzoefu miaka 2, 3, 4, tayari ashawajua watu. Anajua kwa kweli huyu kimeo. Kwa kweli huyu kivuruge. Kwa kweli huyu ni mchapakazi. Pamoja na kwamba yupo wa kawaida ni mchapakazi vizuri. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa, ni kwamba ndio maana tunawapa elimu hii ya uchaguzi. Kwa hiyo tunaomba waumini tuwe tayari kwamba tutakapoelekezwa maelekezo yote tuwe tayari kupokea, kwa sababu huko uende kupewa hela. Huko uende kupewa mshahara, ni kwamba unajitoa tu. Sasa kwa nini unganganie nafasi hiyo? Basi tumwambie tu mtazamaji, naona muda wetu pia unatutupa mkono, tuahirishe kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa maana kila mmoja ajiandae tu kwa ajili ya uchaguzi. Baba karibu tuweze kukamilisha kipindi chetu, na pengine kama ajiandae kwa kusali. Na ili tuwaombe mjiandae kwa kusali novena ya siku 9, na nyewe wenyewe mwe mmeshaungama kujiweka vizuri ili tuingie tupate viongozi bora kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri. Na tangazo la mwisho tu ambalo tunawatangazia waumini wetu, tuna huduma tunaendelea nayo Mburahati ya afya ya mwili. Maana tunataka kiongozi awe na afya ya mwili na roho. Kwa huduma imeanzishwa reflexology. Tumaini Media wanaelisha sana. Unatibiwa mwili wako bila kutumia dawa yoyote. Kwa kutumia mikono tu. Nauma mgongo unatibiwa, nauma sijui kichwa unatibiwa, ila sio ile kuvunjika mguu. Kwa hiyo unatibiwa ili uweze kwenda vizuri. Kumbe tunawakaribisha wote Jumatatu mpaka Jumamosi kuweza kupata tiba hiyo, na mazoezi ya yoga asubuhi na jioni bure, ili basi kuweza kwenda vizuri. Basi niwashukuru kwa wote. Tuwakaribisha UWAKA tarehe 10 Mburahati kwa ajili ya uongozi. Hakuna kampeni, ili tuweze kuchagua katibu na katibu msaidizi. Basi tunamaliza kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime tukiomba katika shida zetu. Utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji, hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutazama kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mimi ni Selina Joseph Matuja. Baba, asante kwa kutufundisha na kutuelimisha juu ya mambo ya uchaguzi. Tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.